kutoka kwa mkuu. Kwa hiyo hapa tunapoona amesema andika katika zile nyaraka. Akasema pigeni mbiu ya watu kufunga, yani maelekezo mpaka watu waingie kwenye mfungo. Mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa. Ukainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki. Kuna mashtaka kwenye ulimwengu wa roho. Na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Hawa watu wawili wanaoinuliwa wasiofaa hao, wanainuliwa kwa lengo la kumshtaki, la kuwa mashahidi. Mashahidi wa uongo wanatengenezwa kusema uongo, kuhakikisha wewe tulikusikia ukisema, tulikuona wakati ukifanya 1 2 3. Mashahidi, watu wawili, watu wasiofaa, watu wa uongo, wa kushuhudia uongo. Kwa hiyo nimesema hapo, futa muhuri iliyowekwa ili kukutesa, ili kuruhusu mateso kwako. Kwamba imepitishwa, hii barua imepitishwa, kilichoandikwa humu kitekelezeke. Lakini hapa nasema omba Mungu akutenge na watu walioinuliwa na kuzimu ili kukushambulia. Hao watu wasiofaa waliinuliwa kushuhudia uongo, waliinuliwa ili kunena uongo. Kuna watu wanaweza kukusemea uongo au hata sio kukusemea uongo, wanainuliwa na kuzimu, ndio wanafanya vita na wewe, wanahakikisha wanafanya vita na wewe, ndio wanaenda kwa waganga wa kienyeji, ndio wanakufanyia mambo ya kukufanyia. Tulisema kwenye kitabu cha Yona, wanapiga kura kujua mabaya yametupata kwa ajili ya nani. Kwa hiyo lazima mtu awepo wa kutimiza kile ambacho kuzimu wanakitaka, kama ambavyo lazima mtu awepo wa kutimiza kile Mungu anataka. Kwa hiyo tutakwenda mbele za Bwana kumwambia Mungu atusaidie. Mwambie Mungu atusaidie, Mungu atutenge. Mungu atutenge na kila aina ya hao watu. Lakini kabla ya yote, hakikisha unamshukuru Mungu. Nenda mbele za Mungu kwa toba. Nenda mbele za Mungu, sema na marango ya siku, mshukuru Mungu kwa kibali alichotupa. Lakini baada ya hapo, futa kilichoandikwa. Ukiweza simama na Biblia yako, anza kuomba. Hiyo Wafalme wa kwanza 21:9 na mpaka 10. Angalia kama kilivyoandikwa, yani ifatisha kilivyoandikwa, ndivyo uendelee na wewe ingie nacho kwenye maombi. Unapokuta kuna kitu cha kuomba, wewe omba. Wanainuliwa watu wawili, watu wasiofaa, ili kumshtaki. Nenda kwenye ulimwengu wa roho. Ni kweli hapo mimi sijaandika issue ya mashtaka, lakini kwenye mstari hipo, nenda nayo mbele za Bwana. Pangua kila aina ya mashtaka ambayo yameachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Ingawa tunanenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Kila aina ya mashtaka ambayo unashtakiwa kwayo, maneno yoyote unayonenewa, nenda kwenye ulimwengu wa roho, yafute, yabatilishe, yatengue kabisa, ili kwamba Mungu aingilie kati na kukusaidia. Basi twende mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana, twende mbele za Bwana. Mshukuru Mungu, mwazimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie jinsi alivyo mwema kwako. Tamka kwa kinywa chako, ukamdhibitishie ya kwamba yeye ni mkuu kwako. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Ili na ajue ya kwamba wewe unatambua kwamba yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, maana ni za milele. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako Kristo. Asante maana peke yako unatuwazia mema. Asante kwa sababu wewe ulali wala usinzii. Ni wewe peke yako Mungu mtakatifu unayejishughulisha sana na mambo yetu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Hakuna mwenye uwezo kama wa kwako. Hakuna mwenye upendo kama wewe Kristo, usiyelala, usiyesinzia. Wewe peke yako Mungu mtakatifu unajishughulisha sana na mambo yetu. Limetukuka mno jina lako takatifu. Asante Mungu wa milele. Asante Baba yetu mwema. Asante kimbilio letu. Msaada wetu wa karibu ni wewe. Nuru yetu na mwanga wa njia zetu ni wewe.
msaada wa karibu ni wewe, maficho yetu ni wewe, nuru yetu ni wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Peke yako Baba unastahili, peke yako Mungu unastahili, peke yako Baba unastahili. Ni wewe peke yako utupendaye, ni wewe Baba usiyetuacha, usiyetutoa kwa mawindo. Umetukuka mfalme wa amani, umetukuka Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Baba, tunakutukuza Kristo, tunakuazimisha mno. Wewe ni nuru yetu, ni mwanga wa njia zetu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Ni wewe peke yako msaada wa karibu, ni wewe peke yako maficho yetu, ni wewe Mungu unayetupenda mno. Hakuna mwingine zaidi yako Baba. Katika jina la Yesu, umesema Bwana asipoulinda mji, walindao wakesha bure. Hakika Mungu unatuwazia mema, hakika Mungu unatupenda. Tunakutukuza na kukusifu. Pokea sifa Emanueli, pokea sifa Baba mwema, pokea sifa Jemedari, pokea sifa wewe usiyelala. Katika jina la Yesu, wewe uliye nuru na mwanga wetu, mtetezi wetu, kimbilio letu. Hakuna Mungu kama wewe. Peke yako unastahili sifa, peke yako unainuliwa, peke yako wewe ni Baba. Katika jina la Yesu, umekuwa mwema katikati ya maisha yetu, umekuwa uzio na boma na ngome yetu. Ni wewe peke yako maficho yetu, mwanga wa njia zetu ni wewe. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako Kristo. Baba, ninakubariki na kukutukuza. Emanueli, Mungu pamoja nasi, umeinuliwa juu ya vyote Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa upendo wako mkuu. Asante kwa kutupa hii nafasi tena. Asante kwa kibali ambacho Baba umetupa, katika jina la Yesu. Nipo Mungu, tunajidhabihu kwako, tunashuka na kunyenyekea mbele zako Kristo, wewe ambaye ni maficho yetu Mungu, mwanga wa njia zetu, ngome yetu, wokovu wetu, tumaini letu, uzima wetu, ushindi wetu ni wewe peke yako, ujasiri wetu Baba. Tunakutukuza, tunakusifu. Asante kwa uaminifu wako Kristo, asante kwa rehema zako mtakatifu. Asante Mungu mtakatifu Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba mwaminifu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninakuja mbele zako Baba kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, naomba rehema. Ninatubu kwa ajili yangu, natubu kwa ajili ya familia yangu, ninatubu kwa ajili ya kila anayetusikia, ninatubu kwa ajili ya watumishi wako hawa Baba. Ninaomba toba na rehema. Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, umesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli Baba, tumekutenda dhambi, wewe peke yako tukastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini Mungu umesema tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki hata utuondolee udhalimu wote. Baba, ninakuja kwako Baba katika jina la Yesu. Umesema Bwana wa amani mwenyewe watakase ninyi kabisa, roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Mungu, naachilia damu yako kwenye roho zetu, damu yako ikapite kwenye nafsi zetu, damu yako ikapite kwenye miili yetu Baba. Ututakase na utusafishe, utuondolee kila aina ya uovu na udhalimu, utuondolee kila aina ya mikosi, utuondolee kila aina ya dhambi, utuondolee kila aina ya hatia Baba, chochote kinachotutenga na uso wako. Maana umesema wewe sikio lako si zito hata lisiweze kusikia. Sikio lako Mungu si zito, mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, bali maovu yetu yametufarakisha sisi na uso wako Baba. Chochote kinachotufarakanisha na wewe, ninaitia damu yako Mungu mtakatifu, wewe uliye mtakatifu naye kaa mahali patakatifu, kwenye moyo uliopondeka na kutubu, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu Baba. Ninasi damu yako ikatusafishe, maana umesema karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo Baba. Naitia damu yako ya agano jipya ikatuondolee kila aina ya uchafu na uovu, ikatuondolee kila aina ya ubaya, ikatuondolee kila aina, Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, mfalme mwema, katika jina la Yesu. Mungu mwaminifu, mfalme, ninakusihi Baba wa rehema, Mungu tuondolee chochote ambacho kimekuwa sababu ya sisi kuwa mbali na wewe, katika jina la Yesu. Ndipo Baba, ninalibariki jina lako. Asante kwa sababu umetuahidi hiyo neema yako na rehema zako tunapotubu. Uinuliwe, utukuzwe peke yako Kristo.
Asante kwa sababu mawazo yako ni makuu kwetu na fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo uliye hai. Baba wa mbinguni, Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye Mungu umesema unayajua mawazo unayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Asante kwa ajili ya siku mpya leo uliyotukirimia. Asante kwa ajili ya hiki kibali ambacho umetupa cha kupaingia patakatifu pako kwa ujasiri wote, Mungu, kwa njia ya damu ya Yesu. Nasi Bwana tunasimama katika lango la siku hii ambao Mungu umetukirimia. Asante kwa kibali cha kutupa uwezo na nguvu za kuamka kuingia katika maombi haya. Katikati ya neema hii Mungu uliyotupa, nasi tunajidhabihu kwako kama sadaka. Tunatiisha kila falme na mamlaka za giza. Naachilia damu ya Yesu katika marango, katika kuta na ardhi na mbingu zilizo juu ya vichwa vyetu. Tunamfunga yule mwenye nguvu anayetawala eneo na kutawala watu. Tunanyamazisha kimya kila roho na kila elimu inayojiinua juu ya elimu ya kwako. Baba, tunashusha na kuteka nyara kila fikra ipate kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, Baba yetu mwema, Mfalme wa falme, Baba wa utukufu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, mwaminifu mwema, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, umesema mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Baba mwaminifu, katika jina la Yesu, chochote kilichopandwa katikati ya usiku huu wakati sisi tumelala, Mungu wa mbinguni, nasimama na damu ya Yesu Kristo, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Maana imeandikwa, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha tulizo nazo zina nguvu na uwezo katika Mungu. Ninaangusha kila roho iliyoinuka usiku wa leo, chochote ambacho kuzimu imekipanda katikati ya maisha yetu, waliotupandia kupitia ndoto, waliotupandia Baba kwenye vikao vyao na viringe na madhabahu zao, Baba, waliko tutaja kwa majina, wakapeleka na picha zetu, wakatazama terafi na kuuliza maini, wakatampiga na ramuli, Mungu mtakatifu, wakitaka kutafuta uharibifu katika mti ya maisha yetu. Baba, chochote kilichopandwa juu ya ndoa zetu, yaliyopandwa juu ya kazi na biashara zetu, yaliyopandwa juu ya afya zetu na watoto wetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wa milele mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakusihi Kristo, mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasi damu yako ile ya thamani ya agano jipya, inayonena mema kuliko mabaya yote yaliyotamkwa. Ninakusihi Kristo, chochote ambacho kimepandwa, Mungu wa mbinguni, umesema panda asilolipanda, Baba wa mbinguni, hilo pando litang'olewa. Nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, na ng'oa kila aina ya mapando waliotupandia, yaliyopandwa kwa watoto wetu, yaliyopandwa kwa njia ya vyakula, yaliyopandwa kwa njia ya ndoto, yaliyopandwa kupitia chochote kwenye ulimwengu wa roho. Hayo mapando na ng'oa kwa damu ya Yesu. Mapando ya kichawi, mapando ya kishirikina, na ng'oa yote kwa damu ya mwana kondoo. Kila mapando yaliyopandwa yanang'olewa. Kila mapando yaliyopandwa yanang'olewa. Kila mapando yaliyopandwa yanang'olewa. Baba, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, kila aina ya shambulio lililofanyika kwenye ulimwengu wa roho usiku wa leo, Baba, yote yaliyotamkwa, yaliyoachiliwa, ninamwaga damu ya Yesu Kristo kwenye huo mlango. Ninamwaga damu ya agano jipya, hiyo damu ya thamani ya agano jipya, damu inenayo mema, inapita kwenye ulimwengu wa roho, inang'oa na kuondoa kabisa, inaharibu chochote kilichokusudiwa. Maana imeandikwa, mna ila nyingi moyoni mwa mtu, bali shauri la Bwana ndio litakalosimama. Ninabatilisha kila mashauri ya waovu, ninabatilisha kila mashauri ya wachawi, ninabatilisha kila mashauri ya waganga. Chochote ambacho kimetamkwa usiku wa leo, chochote ambacho kimeelekezwa kwetu usiku wa leo, Baba, chochote kilichofanyika, Mungu, mengine yamepita, yameingia kwenye mili yetu, yameharibu hatima zetu kwa njia ya ndoto. Kuna ndoto tulizoziota na tukazisahau, zilikuwa zimebeba uharibifu, zimebeba mauti. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni kweli yamkini mimi nimesahau, lakini Baba, kwenye gara yako haijawahi kufutika chochote. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, mpaka kwenye msingi wa hiyo ndoto. Ninamwaga damu ya mwana kondoo, ninabatilisha chochote kilichoachiliwa, ninatengua na kufuta kabisa, ninaharibu kila mpango wa kuzimu. Mungu mwaminifu, Baba wa mbinguni,
ninaharibu kila njia zote ambazo kuzimu imetumia kupitisha uovu. Ninamwaga damu ya Yesu kwenye hayo malango na hizo kuta na hizo njia zote ambazo imepitisha chochote kwenye maisha ya kwangu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai juu ya watoto wetu, waume na ndugu na jamaa zetu, chochote kilichopandwa, kilichoachiliwa, ambacho Mungu kimelenga kuharibu hatima zetu, kwa damu ya Yesu Kristo ninaharibu. Ninasimama na damu ya Yesu katika lango la siku. Ninanyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye lango la siku ya leo ambao Mungu umetupa neema. Maana umesema hii ndio siku aliyoifanya Bwana, na tutafurahi na kushangilia. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye lango la siku ya leo. Chochote ambacho kimepangwa kupitisha kutuondolea furaha na mashangilio, Baba, ninakifunga kwa damu ya Yesu. Maana umetupa mamlaka ya kufunga na kufungua, na ukasema utakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa, na utakachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa. Ndivyo na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninafunga kila aina ya uharibifu na mateso. Chochote ambacho kimepangwa, kilichokusudiwa, kiharibiwe kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Ninatengua kila shauri la uharibifu. Ninatengua kila aina ya agano. Ninatengua kabisa mikataba na mikakati yote ya siri. Chochote kilichopitishwa, kilichopangwa kuachilia uharibifu kwetu, kutuondolea mashangilio, kutuondolea furaha, katika jina la Yesu kinaharibiwa. Ninafunga kabisa malango yote ya kuzimu. Ulimwambia wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Hakuna mlango wowote utakao tushinda siku ya leo. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, na achilia damu ya Yesu kwenye malango yote ya kuzimu. Lango la kuzimu ya maji, lango la kuzimu ya ardhi, lango la kuzimu ya moto, lango la kuzimu ya anga, lango la kuzimu ambalo kuzimu yote inaweza kupenyeza. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Halitapitisha chochote na wala halitatushinda sisi na uzao wetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu uliye hai mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, sawa sawa na neno lako, kitabu cha Wafalme wa kwanza 21 mstari wa 9 na wa 10, unasema andika katika zile nyaraka, akasema pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, Mungu mtakatifu, mfalme, kila kilichoandikwa kwenye nyaraka za giza, kila kilichoandikwa mahali popote kinyume na wewe Kristo juu ya maisha ya kwetu, chochote ambacho kimeandikwa, chochote ambacho kimeandikwa, chochote ambacho kimeandikwa, Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, waliandika kwa habari ya Nabothi, waliandika kwa habari zetu, chochote ambacho kimeandikwa kwa habari ya watoto wetu kinyume na wewe Kristo Mungu, kilichoandikwa kwa habari ya ndoa zetu, kilichoandikwa kwa habari ya kazi zetu, kilichoandikwa kwa habari ya huduma na utumishi ambao Baba umetupa, kilichoandikwa kwa ajili ya mahali petu pa kazi, Baba, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, chochote ambacho kimeandikwa katika nyaraka zao, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninazichukua hizo nyaraka zozote, hizo karatasi zilizoandikwa kutoka kulia kwenda kushoto, Baba, katika jina la Yesu, kila kilichoandikwa, hizo nyaraka za kwao, hivyo vitabu vyao, hizo karatasi zao, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Maana Mungu umesema wewe ni moto ulao, nani atakayestahimili katika moto uteketezao milele? Ninawasha moto kwenye hizo nyaraka, moto ukateketeze kila nyaraka zilizoandika habari za mabaya, zilizoandika habari za uharibifu juu yetu, chochote ambacho kimeandikwa kinyume na Mungu aliye hai juu yangu, kilichoandikwa kwa habari ya watoto wangu, kilichoandikwa kwa habari ya utumishi wangu, kilichoandikwa kwa habari ya watu hawa, Bwana, kila mmoja kwa nafasi yake, Baba, chochote kilichoandikwa na hizo nyaraka zilizoandikwa, popote hizo nyaraka zilikowekwa. Na kumbuka Yeremia alimwambia mtumishi wake ya kwamba achukue kitabu kilichoandikwa habari za mabaya, akakisome mbele ya Babeli, na atakapokuisha kukisoma akakifunge jiwe, akakitupe kwenye mto Frati. Baba, yamkini na sisi nyaraka zilizoandikwa zilitupwa kwenye mito, zilitupwa mapolini, kwenye mapango, zilizikwa mahali. Mimi nakwenda kwenye ulimwengu wa roho,
mpaka hizo nyaraka ziliko. Ninawasha moto wa Bwana, moto unaoteketeza, moto unaoteketeza. Hizo nyaraka zinachomwa moto, hizo nyaraka zinachanwa, hizo nyaraka zilizoandikwa mabaya juu yetu, karatasi zao, vitabu vyao Baba, katika jina la Yesu, chochote kilichoandikwa na yeyote aliyeandika, hiyo mikono iliyotumika kuandika Baba, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, hiyo mikono inapigwa na haribiwa, hiyo mikono inapigwa na kuvunjwa, hivyo vidole vinavunjwa vilivyoandika habari za mabaya juu yetu Baba. Nyaraka zozote zilizoandika habari ya mabaya juu yetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kila aina ya mbiu kwenye ulimwengu wa roho iliyopigwa mahali wakatutaja, wakatamka na majina yetu Baba, katika jina la Yesu, mbiu zilipigwa ili Nabothi awekwe mbele ya watu. Yamkini sisi kuna mahali mbiu zimepigwa Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninafuta kila kilichoandikwa kinyume na Mungu aliye hai juu yangu, juu ya watu hawa, juu ya watoto wetu, juu ya kazi zetu, juu ya ndoa zetu Baba, katika jina la Yesu. Popote hizo nyaraka ziliko, moto wa Bwana unapita, moto wa Bwana unapita, moto wa Bwana unapita, moto wa Bwana unapita, katika jina la Yesu. Moto wa Bwana unapita. Tamko lolote kwenye ulimwengu wa roho lililotamkwa kinyume na Mungu aliye hai juu yetu Baba, kwa damu ya Yesu, hayo matamko yao, hayo maandiko yao yanafutwa kabisa kwa jina la Yesu, yanafutwa kabisa kwa damu ya Yesu, yanafutwa kabisa. Maana imeandikwa, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ninamwaga damu ya Yesu, ninafuta hizo nyaraka zote, ninamwaga damu ya Yesu, ninafuta kila kilichoandikwa kinyume na Mungu aliye hai juu yetu kwa jina la Yesu, juu ya watoto wetu, juu ya waume, juu ya wake, juu ya jamaa zetu, ninafuta kabisa kwa damu ya Yesu, na kila mihuri iliyowekwa Baba ili kuruhusu hayo mateso Mungu, katika jina la Yesu, hiyo mihuri yao inafutwa, hiyo mihuri yao inafutwa, hizo sahihi zao zinafutwa kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mihuri iliyogongwa inafutwa, hizo sahihi zao zinafutwa kwa damu ya mwana kondoo Baba, katika jina la Yesu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho Baba, katika jina la Yesu. Ninakusihi mfalme wa amani Baba, ukatutenge na kila watu walioinuliwa na kuzimu ili kufanya vita na sisi, ili kutushambulia, kama anavyosema Bwana ya kwamba mkainue watu wawili wasiofaa Baba. Kuna watu wasiofaa ambao wanainuliwa kushuhudia uongo juu yetu, kutusemea mabaya, kusambaza habari mbaya juu yetu, kusimamia uongo Baba, katika jina la Yesu. Hao watu wasiofaa mahali walipo, kwenye ofisi zetu, kwenye biashara, kwenye mitaa tunakoishi, mahali popote tunapokuwa Baba, ukatutenge na hao watu wasiofaa Baba, ukawatenge watoto wetu na watu wasiofaa, watu wasio na sifa njema, watu watengeneza ghasia, watu washuhudia uongo Baba, katika jina la Yesu. Ukatutenge na hao watu walioinuliwa kufanya mashambulizi juu yetu, walioinuliwa kusema uongo, walioinuliwa ili kutushtaki Baba, katika jina la Yesu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninapangua kila aina ya mashtaka yaliyoandaliwa, yaliyotengenezwa, kila aina ya mashtaka juu yangu, kila aina ya mashtaka juu ya kazi zetu, hayo mashtaka kwenye familia za kwetu, mashtaka yaliyoandaliwa, yaliyotengenezwa kwa damu ya mwana kondoo Baba, katika jina la Yesu. Kila aina ya shtaka na mihuri yao na maneno yao, maneno yalinenwa wakaweka na mihuri Baba, kwa jina la Yesu. Tunawaleta na watoto wetu, tunawaleta na waume zetu, tunaleta na ndugu zetu Baba, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila aina ya mihuri, kuna mihuri iliko kwenye mili yetu ambao Baba tumewekewa. Kuna walioinuka, watu walioinuliwa wakatengeneza hayo uharibifu juu ya maisha yetu Baba, katika jina la Yesu. Hiyo mihuri ya uongo, hiyo mihuri ya kusemewa uongo Baba, katika jina la Yesu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho na iachilia damu ya Yesu kuanzia utosi hadi wayo wa miguu, ikiwa kwenye mwili yetu, mahali popote muhuri uliko, hiyo mihuri iliyowekwa kwa wana wachawi, tuliowekewa na washirikina, hiyo mihuri iliyowekwa na watu walioinuliwa na kuzimu Baba, katika jina la Yesu, hiyo mihuri inafutwa kwa damu ya Yesu. Hiyo mihuri inafutwa. Kila alama za uaminifu juu yetu, kila alama za uaminifu, hizo alama zinazopelekea tufuatiliwe mahali popote tunapokuwa
tunapokwenda tunafuatiliwa. Baba, alama zozote kwenye miili yetu ninafuta kila aina ya mihuri iliyowekwa, hizo chapa tulizowekewa kwenye paji za nyuso, tulizowekewa kwenye migongo, tulizowekewa kwenye miguu na mikono, zilizowekwa kwenye vitovu vyetu, tunafuatiliwa kila mahali tunapokuwa. Baba, katika jina la Yesu, kila nguvu za giza ambazo zimepata nafasi kupitia hizo alama, kupitia hiyo mihuri tuliyowekewa, Baba, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, hatuachi kuwataja na watoto wetu, hatuachi kuwataja na waume na ndugu zetu. Baba, katika jina la Yesu, kumbuka na watoto wetu waliokamatwa na kutekwa, walioshikiliwa wakawekewa na alama za kipepo, wakapandikizwa na matabia machafu, maroho ya wizi, maroho ya uongo, madawa ya kulevya, mipango yote ya kuzimu, uzinzi na uasherati, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunawataja watoto wetu kwa majina yao. Tunafuta kila alama kwenye mikono, kwenye miguu, kwenye macho, kwenye vifua, kwenye kope zao, kwenye ndimi zao, kwa damu ya Yesu. Tunafuta hizo alama, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kila alama, tunafuta kila muhuri kwenye mwili, tunafuta kwenye mikono. Baba, kwa majina ya Mungu mtakatifu, mfalme, peleka damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, taja watoto wako kwa majina yao, wataje watoto wako kwa majina yao. Futa hiyo mihuri, futa hiyo mihuri waliowekewa, watenge na watu wahovu walioinuliwa, watu wasiofaa, wamepelekea kupandikiziwa matabia machafu, wameingiziwa maroho ya ajabu. Watenge na marafiki wabaya, maana imeandikwa mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Baba, kwa damu ya Yesu, hao watu wasiofaa walioinuliwa, Baba, kuachilia uharibifu kwa watoto wetu na hizo alama zilizowekwa kwenye miili yao. Wengine wanazijua, wengine hawazijui, wengine wamewekewa kwenye mabegi yao, hawajui chochote. Kuna vitu vimewekwa kwenye mabegi yao, ya kwamba kila wanapokwenda wafuatiliwe, kila watakapokuwa wafuatiliwe. Baba, katika jina la Yesu, ninawatenga watoto wetu na watu wasiofaa, watu wasiofaa kwa damu ya Yesu. Tunafuta kwenye ulimwengu wa roho hizo alama zote za uaminifu, mafatilizi ya kila namna. Ninafuta kwenye nyayo zao, ninafuta kwenye kope zao, ninafuta kwenye mikono yao, ninafuta kwenye vifua, ninafuta kwa jina la Yesu. Hiyo mihuri inafutwa, hiyo mihuri inafutwa, hizo alama zinafutwa katika jina la Yesu. Kila alama zinafutwa na kuondolewa, kila alama zinafutwa na kuondolewa, kila alama zinafutwa na kuondolewa katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo kila aina ya alama inafutwa. Baba, watoto wetu wanatengwa na marafiki wabaya, watu wasiofaa, watu wasio na sifa njema, wanatengwa nao kwa jina la Yesu. Baba, nasi tunaomba ukatutenge na watu wasiofaa, watu wasio na sifa njema katika jina la Yesu. Bwana, ukatutenge wote na wale wote, Mungu mtakatifu, walioinuliwa ili kutushambulia. Baba, pangua kila mashtaka kwenye ulimwengu wa roho, hayo mashtaka yanayotengenezwa ya siri na ya wazi, hayo mashtaka yanafutwa, hayo mashtaka yanaharibiwa, hayo mashtaka yanaondolewa, hayo mashtaka yanaharibiwa katika jina la Yesu. Kila aina ya mashtaka ambayo tunashtakiwa kwayo kwa siri na kwa wazi, hayo mashtaka yanafutwa, hayo mashtaka yanafutwa, hayo mashtaka yanafutwa katika jina la Yesu. Kila aina ya shtaka kwenye ulimwengu wa roho ambao tunashtakiwa kwao, Baba, hayo mashtaka yanafutwa, hayo mashtaka yanaondolewa, hayo mashtaka, Mungu mtakatifu, mashtaka yote yanafutwa, yanaondolewa mashtaka yote katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa mbinguni, mfalme wa amani, ninakusiki katika jina la Yesu. Baba, utusaidie kuvuka, Baba, utusaidie kushinda, ukatutoe katika uroho zote, ukatutenge na hao walioinuliwa. Malaika wa Bwana wakapite, wakatutoe mahali tulikoshikiliwa, wakatutoe mahali tulikokamatwa katika jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu Kristo kwenye kila muhuri wowote, Baba mtakatifu, mfalme, muhuri wowote wa kishetani juu ya maimiri yetu, kwenye maisha yetu, familia zetu, Baba, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inayonena mema ikafute na kutunenea mema, ikapite na kutuondolea katika jina la Yesu. Na kwa damu ya mwana kondoo, matamko yao yaondolewe, mashtaka yao yaondolewe, shambulio lolote kwenye ulimwengu wa roho na waliofadhiliwa na kuzimu ili kufanya vita na sisi, Baba, katika jina la Yesu, waharibiwe na kuondolewa,
wapigwe na kushambuliwa kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya thamani ya agano ikapite na kubatilisha kila aina ya maagano kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba mtakatifu, mfalme, Mungu mtakatifu, Baba mwema, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Ninakusihi ukapite Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila roho zilizoachiliwa kupitia mihuri yao kwenye maisha ya kwetu Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu, mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, nadai kwenye ulimwengu wa roho nguvu zote za giza, ninadai kwenye ulimwengu wa roho kilichoachiliwa kwenye maisha yangu, kilichoibiwa, kilichokamatwa Baba, katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, Baba, mashtaka yote Baba naharibu katika jina la Yesu. Hiyo mihuri yao navunja kila nguvu za giza zinazonishikilia, zinazonifunga kupitia hiyo mihuri, kupitia hiyo mashtaka, kupitia hao watu waovu walioinuliwa Baba, kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila nguvu, ninaharibu kabisa, ninapangua kabisa, maana umetuweka, umesema, umetupa mamlaka ya kuharibu, kung'oa, kuvunja. Ninavunja na kuharibu kila nguvu za giza, roho zote za kishetani, roho zote za kichawi, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninaagiza malaika wa Bwana wakatusaidie, malaika wa Bwana wakatusaidie, wapite kila mahali kuondoa kila mihuri iliyofungwa nayo. Hiyo mihuri mahali ilikowekwa yamkini sisi hatuioni Baba, ninaomba neema yako, malaika wa Bwana wakapite, malaika wa Bwana wakapite, malaika wa Bwana wakapite, wakaondoe hiyo mihuri katika jina la Yesu, inayofunga maisha yetu, inayotuletea mateso, iliyotuletea uharibifu Baba. Hiyo mihuri inafutwa, hiyo mihuri inafutwa, hiyo mihuri inafutwa, yaliyoandikwa yanaharibiwa kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Mihuri mbinguni ni vitu tulivyovirithi kutoka kwa mababa zetu, kutoka kwa mababu zetu. Kia tukitaka kupiga hatua, hiyo mihuri iko inainuka ya kwamba sisi hatuwezi kuvuka, ya kwamba sisi hatuwezi kufanikiwa Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninadai uhuru wangu kwa damu ya Yesu, ninadai uhuru wetu kwa damu ya Yesu, ninadai haki zetu kwa damu ya Yesu. Baba, ukawe kwetu kama mdhamini, damu yako ikapite kama dhamana. Kristo Yesu ukasimame kama wakili wetu, ukatutoe kwenye hiyo mihuri, ukatutoe kwenye hayo mashtaka, ukatutoe kwenye mashtaka ya kila namna ambao tunashtakiwa kwayo, katika jina la Yesu. Baba, ukatutoe, wewe uliye dhamana yetu, ukatusaidie Roho Mtakatifu, ukatusaidie Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mwaminifu mwema Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Neema yako umesema ni kuu sana Baba, ukatusaidie, hiyo neema yako ikaachiliwe Baba, neema yako ikaachiliwe, neema yako ya kututoa Baba, ukatutoe Bwana, ukatusaidie kututoa kwenye hayo mashtaka ya kila namna, ukatutoe kwenye kila kilichoandikwa kinyume na sisi Bwana Baba, chochote ambacho kimeandikwa, ukatutoe kwenye hiyo mitego yao na boti ya kujua Baba, katika jina la Yesu. Na kimi akajikuta ameingia kwenye mtego, Mungu nakusihi ukatutegulie kila mitego ambayo imeandaliwa kwetu, hiyo mitego ambayo imeandaliwa, hiyo mitego iliyoandaliwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mitego Baba ukategue, hiyo mitego Baba ukatutegulie, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ukatutegulie hiyo mitego, ukatutegulie hiyo mitego, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu mwema, mfalme amani, ninakusihi Kristo, mfalme mwenye mbingu, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, umesema kwako hakuna lisilowezekana kwake aaminie. Baba, sisi tunaamini ya kwamba unaweza kututoa kwenye mashtaka ya kila namna, shtaka lolote, hiyo kesi iliyotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho Baba, katika jina la Yesu. Manuizo waliotunuizia, uganga na uchawi uliotengenezwa, huo moto wa kigeni uliowashwa Baba, umesema itakuwa siku hiyo nitarudishia Babeli ubaya wao Baba, katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, mfalme amani, siku yenyewe ndio hii ulioifanya
tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunageuza kila aina ya ubaya, tunageuza hayo mashtaka, tunaondoa kila mihuri iliyowekwa juu yetu, tunairudisha kwao. Baba, mashambulizi yoyote, mashtaka yote yanawarudia wao walioyatengeneza katika jina la Yesu. Baba, najua Hamani adui wa Wayahudi alitengeneza mashtaka kwao ili Wayahudi wauliwe, lakini Mungu uligeuza kibao kikawarudia wao. Yeyote aliyetengeneza mti wa kutunyonga, yeyote aliyetengeneza mashtaka juu yetu, tunamgeuzia huo ubaya wake, tunarudisha kila shambulio, hiyo miuli yote tuliyowekewa tunafuta na kuondoa kwa damu ya Yesu. Chochote kilichopangwa kitupate, yawapate wao kwa jina la Yesu, yawarudie wao kwenye ulimwengu wa roho, yawapate wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba uliye mwema na mwaminifu, ninakusihi Kristo mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, uwe nasi Mungu, tusaidie. Uwe nasi Baba yetu wa mbinguni, utusaidie na kutuokoa. Ututoe katika mikono yao, ututoe katika mashambulio yao, ukatutoe katika uharibifu wao, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa rehema, Mungu wetu, ninakusihi Kristo mfalme mwema, wewe ambaye ni mwaminifu na wa haki, chochote kilichopangwa kwetu siku ya leo, kilicho kinyume na mapenzi yako Mungu, ninakiharibu kwa jina la Yesu. Baba, ninafuta kila maneno yaliyonenwa katika jina la Yesu, na hali zikayatunza hayo maneno, ninayafuta kwa damu ya Yesu, na mwaga damu ya mwana kondoo mahali popote hayo maneno yaliko, maneno ya kutushtaki, maneno ya kutushambulia, maneno ya kutokufanikiwa, katika jina la Yesu, ya kwamba turuhusiwi kustawi wala kufanikiwa. Hayo maneno yanafutwa kwa damu ya mwana kondoo, yanafutwa kwa jina la Yesu, yanafutwa kwa damu ya Yesu, yanafutwa na kubatilishwa kwa damu ya mwana kondoo. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba neema yako kwa upya siku ya leo. Tunaomba Mungu mtakatifu, uwatetee watoto wetu, uwatenge na marafiki wabaya. Umesema mazungumzo mabaya na haribu tabia njema. Baba, tabia za watoto wetu zisibadilishwe. Mungu wasaidie na uwakoe, wavushe kila mahali, kila hatua, ongoza hatua zao Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mwaminifu mwema Baba, katika jina la Yesu, ninakusihi wewe usiyeshindwa, wewe ambao umetupa neema Mungu, ninakusihi utusaidie Baba, nakusihi utusaidie katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Uwe nasi Roho Mtakatifu, Mungu mtakatifu mfalme, ukatuzingire kwa wingu lako siku ya leo Baba, ukatufunike kwa neema yako kuu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Baba mwaminifu, Mungu wetu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, malaika wa Bwana wakazingire njia zetu siku ya leo, wakatuondolee. Ulimwambia Koreshi utakwenda mbele yake na kupasawazisha mahali palipo paruza. Baba Mungu mtakatifu, tunakukabidhisha siku yetu siku ya leo. Kila mahali tutakapokuwa, tutakapokanyaga, tunaomba ukatangulie wewe Bwana, ukatusawazishie kila mahali. Ongoza hatua zetu, ukatulinde na kututunza, ukatushike kwa mkono wa kuume wa haki yako. Baba, umeapa kwa mkono wako wa kuume wenye nguvu, ukasema hutampa adui yetu nafaka yetu iwe chakula chake tena. Baba, katika jina la Yesu, kwa mkono wako wenye nguvu, hakuna kilicho cha kwangu kitakachoshikiliwa na adui tena. Kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, vitu vya kwetu vinaachiliwa, maisha yetu yanaachiliwa, ndoa zetu zinaachiliwa, kila kilichowekwa mihuri inafutwa, mashtaka na mashambulio, hizo kesi na faraka na mateso vilivyopangwa, vilivyowekwa, vinaharibiwa kabisa kwa damu ya Yesu, vinaharibiwa kabisa kwa damu ya Yesu. Baba, sawazisha kwenye biashara zetu, sawazisha kwenye ndoa zetu, sawazisha kwenye afya zetu. Baba, ukatusawazishie, ondoa kila kikwazacho katika jina la Yesu. Chochote kinachoinuka, kinachojiinua juu ya elimu ya kwako, tunateka nyara kila fikra Baba ipate kukutii Kristo. Baba, chochote kilichoinuka, kinachojiinua juu ya elimu yako kwetu siku ya leo, tunakiseta chini ya miguu yetu, tunakinyamazisha kimya katika jina la Yesu. Baba, kila haki yetu uliyoikusudia kwetu siku ya leo, Mungu, isipindishwe wala isipotee katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Baba, popote tutakapokuwa, haki zetu zisizulumiwe, haki zetu zisiibiwe, haki zetu ziachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Ile neema uliyoibebesha ndani ya siku ya leo, Mungu, tunaomba ukatufadhili Baba, hiyo haki yetu ikapokee.
chochote ambacho kimepangwa ndani ya siku ya leo, kilicho cha kwetu Bwana, kilichobeba uzima na ushindi. Mungu nakusihi katika jina la Yesu ukatusaidie Baba, vya kwetu visipindishwe, haki zetu zisipindishwe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninakusihi Baba yetu wa mbinguni, Mfalme wa falme, Baba wa utukufu, wewe uliye ngao yetu na mwanga wa njia zetu Baba, katika jina la Yesu, kila aina ya mashtaka kwenye ulimwengu wa roho yote yanaharibiwa. Hakuna kitakachoinuka wala kitakachofanikiwa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mfalme wa amani, tubadilishie kiwango cha neema siku ya leo. Tubadilishie kiwango cha neema Bwana. Achilia mafuta mapya siku ya leo. Achilia kibali kipya siku ya leo. Tuwezeshe kukujua kwa upya siku ya leo. Tusaidie Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mungu tupe kushinda, tupe kuvuka na kupita katikati yao waliojipanga kutushambulia, kama Yesu ulivyopita katikati yao na wakukuona. Nasi tunaomba siku ya leo tupe neema ya kupita katikati yao, kila mikono iliyonyoshwa Mungu mtakatifu mfalme Baba kututenda mabaya, hiyo mikono ikaharibiwe siku ya leo kwa damu ya mwana kondoo. Tupe neema Bwana ya kumiliki miliki zetu katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu, tupe neema ya kuovertake maadui zetu. Tupe kutangulia mbele zao katika jina la Yesu. Mungu tupe kushinda kwenye ulimwengu wa roho. Tupe kushinda kwenye ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu. Kila kinachotuzonga kwa damu ya mwana kondoo kinaharibiwa katika jina la Yesu. Roho za hasara Baba, ulisema unamkemea yule alaye. Damu yako Yesu Kristo ikapite kwenye biashara zetu. Damu yako Yesu Kristo ikapite kwenye malango yetu katika jina la Yesu. Nakemea roho ya magonjwa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye malango yetu. Chochote kilichowekwa kwenye malango ninakikemea na kukiondoa. Au walinzi wa kipepo waliosimamishwa ili kuachilia mashtaka, ili kuachilia magonjwa, toka kwa jina la Yesu. Toka, achia njia zetu. Toka, achia uzao wetu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakukemea shetani, maana amesema tukupinge na wewe utatukimbia. Ninakupinga shetani na kazi zako na ila zako. Tunakataa mauti juu yetu. Tunakataa uharibifu juu yetu. Tunakataa kila mpango wa siri uliopangwa kutuharibia maisha yetu, kuvuruga biashara zetu, kazi zetu, kuvuruga utumishi wetu. Baba, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninaharibu kila kazi zote za ibilisi katika jina la Yesu, maana umesema usiulidhihirishwa mwana wa Mungu ili usivunje kazi za ibilisi. Kila kazi ya ibilisi juu yetu siku ya leo inavunjika kwa jina la Yesu. Ulidhihirishwa Kristo ili usivunje hizo kazi. Zinavunjwa kwenye kazi zetu, zinavunjwa kwenye biashara zetu, zinavunjwa kwenye ndoa kwa watoto na masomo yao, kwenye hayo mahusiano kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo kazi ya ibilisi zinavunjwa kwa wale wanaotafuta kazi. Hizo kazi za ibilisi zinavunjwa kwenye hiyo miradi, kwenye hayo maduka. Zinavunjwa kazi zote za ibilisi, zinaharibiwa kwa damu ya Yesu. Tunakupinga shetani na mawakala wako, na nguvu zote zinaharibiwa kwa damu ya Yesu. Na waliowainua kuwaleta kwenye maisha ya kwetu ili kuharibu hatima zetu, toka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia hiyo kazi. Toka, achia huo mradi. Toka, achia hiyo biashara. Toka, achia huyo mtoto. Achia mikono yake, achia fahamu zake, achia hatua zake, achia maisha yetu. Achia kabisa kwa damu ya Yesu. Achia njia zetu. Tunakupinga shetani na mipango yako na mapando uliyoyapanda, tunayang'oa kabisa katika jina la Yesu. Kila aina ya shtaka linaharibiwa, kila aina ya mpango unafutwa kwa damu ya Yesu. Hao walioinuliwa kututenda mabaya wanapigwa kwa jina la Yesu. Tunawapiga upofu kwenye ulimwengu wa roho. Tunawapiga upofu, hawatatuona kwa jina la Yesu, kama ambavyo malaika waliwapiga upofu wale watu wa Sodoma na Gomora. Hawakuweza kuwaona walipopita kwa jina la Yesu, wala hawakuona nyumba, hawakuona mlango wa Rutu kwa damu ya mwana kondoo. Baba, na wapiga upofu wote waliopangwa kutufuatilia siku ya leo. Wanapigwa upofu, hawataona biashara zetu, hawataiona hiyo miradi wakati ikichanua, hawataona ndoa zetu.
zetu, hata hawataona watoto wetu wanapigwa upofu kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, wanapigwa upofu, hawatatuona kwa jina la Yesu. Maana Mungu umesema unajua mawazo unayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Ninakataa kila mabaya yaliyopangwa siku ya leo kwa damu ya Yesu Kristo. Anasema watenda mabaya waliponikaribia walijikwa nile nyama yangu, walijikwa wakaanguka kwa jina la Yesu. Wote waliopangwa kuleta mabaya kwetu watajikwa na kuanguka kwa jina la Yesu. Hawatatuona kwa damu ya mwana kondoo, waaibike na kufedheheka. Ya mabaya yarudie juu ya vichwa vyao, hizo hukumu zikawe juu ya vichwa vyao, hayo mashtaka yakawa juu ya vichwa vyao kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu umesema ni mizuri kama nini miguu yao ipelekao habari njema. Kwa jina la Yesu ninakataa miguu ya habari mbaya kwetu, kwenye biashara, kwa ndoa, kwa watoto. Kila mguu habari mbaya na ufunga kwenye ulimwengu wa roho. Baba, achilia habari njema juu yetu siku ya leo. Achilia habari njema juu